Jioni ya leo ni kualiki katika kipindi hiki cha usiku tunapokwenda kujadili neno la uzima katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Kabla hatujaanza tuombe. Baba mtakatifu, jina lako litukuzwe. Jioni ya leo tunapotamani kujifunza mambo machache, tunakuruhusu zungumze na msikilizaji pamoja na watu wanaotupata kwa njia mbalimbali. Ukazungumza nao tukaisikia sauti yako jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inaandika inasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Halafu mstari wa pili anasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Waraka kwa Waebrania, mwandishi anapoandika kwenye sura ya 12 anaelewa kilichoendelea kwenye sura ya 11 inayozungumzia swala zima la imani. Mstari wa kwanza wa sura ya 11 unasema ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ukisoma mistari inayofuata inajaribu kuonyesha mashahidi wa imani ambao wamekuwa wakimshuhudia Yesu Kristo katika karne zote, na wengine wakimwaga damu zao, wengine wakiwekwa gerezani, wengine katika vifungo vya ardhi, wengine wakikatwa misumeno, wengine wakichomwa mioto kwa ajili ya ushuhuda wa neno la Mungu. Na kwa hiyo anasema ya kwamba kwa vile tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, wale ambao wameitetea imani katika karne zote kuanzia kizazi cha kwanza hata kizazi cha mwisho, Biblia inasema ya kwamba basi kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila aina ya mzigo na dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi, tukiyaendea yale mashindano ambayo yamewekwa mbele yetu. Huenda ulikuja fahamu bado ya kwamba tupo katika shindano, na shindano hili tunashindania tuzo uzima wa milele. Na katika hili shindano kuna sehemu mbili kuu ambazo zinakinzana, ni wema na uovu. Wale watakaoishinda dhambi ndio watakaoonekana kwa washindi, watakaoipokea ile tuzo. Na kwa sababu tupo kwenye shindano, ni lazima ujue njia za kuweza kulikamilisha shindano na kushinda katika shindano. Biblia inapoandika kitabu cha Waebrania sura ya 12 inatupatia njia chache ambazo tunaweza kuzitumia ili kulimaliza shindano. Anasema ya kwamba moja, na tuweke kando kila aina ya dhambi, kila dhambi ile ituzingayo. Halafu tupige mbio kwa saburi. Kwa hiyo tunapokimbia katika imani zetu, tunapopambana kuifikia ile tuzo, ni lazima tuwe na saburi. Tukiwa na saburi tutaweza kulishinda pambano. Lakini namba 3 anasema ya kwamba tukimtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha yangu na kwa ajili ya furaha yako aliustahimili msalaba, akaidharau aibu yake. Na kwa sababu hiyo sasa, tunapokuwa katika shindano tukiwa na njia zote hizi, ni lazima kwanza, kitu cha muhimu, tumtazame yeye ambaye alilianzisha shindano, ambaye yeye mwenyewe alilianzisha na ameishinda dunia. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu amepitia maisha kama ninayoyapitia mimi na wewe msikilizaji, lakini anasema ya kwamba tunaweza tukashinda kwa sababu yeye alishinda. Na ndio maana mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema ya kwamba na tupige mbio kwa saburi, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu aliustahimili msalaba. Mungu akubariki. Karibu tena katika somo linalofuata kwa jina la Yesu Kristo. Amen.